Nimependa kuja kushiriki hii futari jioni ya leo kwa sababu tupo kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini pia sisi wa Kristo tupo kwenye kitu kinaitwa Kwaresma. Kwa hiyo ukiangalia wote tunafanya kitu kile kile cha kuungama dhambi zetu, kumuomba Mungu, kufunga. Unakuta mambo ni yale yale, wote tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikaona kwa sababu wote tunaimba wimbo mmoja wa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu, nikaona sio vibaya na mimi nikaungana na wenzetu hapa msikitini jioni ya leo, kula nao, kufurahi nao. Lakini kilichonifurahisha zaidi, nimewaona watoto wengi sana. Kwa hiyo hongereni kwa malezi, kwa sababu mtoto anafundishwa kutoka mdogo. Amin. Mtoto kama huyu akishafundishwa, njoo mtoto mzuri, akishafundishwa kutoka mdogo mambo ya Mungu, inakuwa ni rahisi sana. Hongereni sana kwa kuwafundisha watoto wakiwa bado wadogo. Asante. Kwanza mimi ninapojua mwezi huu ni mwezi ambao unajiungamanisha na Mungu moja kwa moja. Ni mwezi ambao kama umemkosea Mungu ndio mwezi pekee wa kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna wakati kibinadamu tunakosea, lakini mwezi huu umewekwa maalum kwa ajili pia ya kutubu dhambi zetu na kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu na kufanya matendo matakatifu, matendo yanayomtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kutembelea yatima, watu wasiojiweza, magereza. Mungu ametufundisha kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi leo kujumuika na wenzetu Waislamu. Mengine anatakiwa kuungana na Roman katika kipindi hiki kwa sababu Kardinali Pengo alikuwa ni askofu ambaye ametumika maisha yake yote, alijitoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naamini madhehebu yote anatakiwa kuungana na Roman kwa sababu wote walikuwa na preach the same issue. Yani wote walikuwa wanazungumzia jambo lile lile. Wote tunamzungumzia Mwenyezi Mungu. Wote tunatafuta ufalme wa mbingu. Hayo. Tunamtakia Mungu ampokee, na kwa sababu alidedicate maisha yake yote kwa Mwenyezi Mungu, basi kama ambavyo alimtumikia Mungu hapa duniani, na Mwenyezi Mungu ampokee na amrehemu. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mjuzi, muumba wa mbingu na ardhi na vitu vyote, kutujalia kuweza kupata muda huu wa kufuturu kwa pamoja. Na katika riziki za Mwenyezi Mungu, basi inshallah Mheshimiwa Siglada ameweza kutufuturisha leo sikukuu. Leo ni Ramadhani, siku ya pili. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwa sababu hili ni 10 la kwanza ambalo ni 10 la kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunashukuru sana, tumeweza kufuturu kwa furaha, vyakula mchanganyiko, na mwenyewe amekuja kutuweza kutugaia chakula, kwamba hii ni Ramadhani, ni swala la upendo na amani. Ni kutangaza upendo na amani, kwamba kama unaweza kushinda bila kula kwa kumtegemea Mungu, na kwamba chakula unaweza ukawa unacho, ni kuweza kutufundisha kwamba je, mtu akiwa na njaa au mtu akiwa hana kipato, ni vizuri kila mtu akapewa faraja ya kusaidiwa na kukaa pamoja kwa upendo ili kupata neema za Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mungu anapenda watu ambao wanakaa kwa upendo na utulivu. Kwa hiyo Uislamu ni amani na upendo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwa kila mtu, ndio maana Uislamu. Ukisema asalamu alaikum, ina maana amani iwe pamoja na wewe. Kila mtu anamtakia mwenzake rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Siglada amekuja hapa katika ujirani. Uislamu unapenda ujirani. Ujirani ule hauchagui dini wala kabila. Jirani yako ndio nduguyo. Kwa hiyo Siglada ni jirani yetu, ni kipenzi chetu, kama hivi alivyofanya matendo ya huruma ya ujirani. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amlipe na mlinde na mwezeshe kumpa mahitaji yake ambayo yenye manufaa duniani na pia katika maisha ya baadaye. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika katika kipindi hiki cha funga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta kama ni semina ya uchamungu kwa waumini.
ndio haswa malengo ya funga. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametueleza kuwa nimekufaradhishieni nyinyi funga kama tulivyowafaradhishia watu wa nyakati zilizopita, ili ninyi mkapate ucha Mungu. Lakini juu ya kukirimiwa katika iftari ya siku ya leo na mheshimiwa mbunge wetu Sigrada Mligo, mimi kama imamu katika msikiti huu, kwanza kabisa nitoe shukurani njema za dhati kwa niaba ya waumini kwa kiongozi wetu kwa kufikiri jambo hili, kwa kutunga mkono katika iftari, kwa kutunga mkono katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa toba, mwezi wa machumo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe malipo mbadala wa hiki alichokitoa. Lakini pia natoa ushauri kwa viongozi wengine waige mfano wa kiongozi wetu huyu, mbunge wetu Sigrada Mligo, kwa kujitolea kwa hali na mali na kuhakikisha anaungana nasi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu sisi Waislamu ni walezi wa viongozi wa vyama vyote. Katika msikiti wetu tunao waumini ambao wana vyama tofauti tofauti. Kwa hiyo maana yake sisi ni walezi wa viongozi wa vyama vyote pamoja na wafuasi wao. Kwa hiyo tunatoa rai kwa viongozi wa vyama vingine vyote waige mfano wa kiongozi wetu huyu, mbunge wetu, mama yetu Sigrada Mligo, na Mwenyezi Mungu amlipe katika hili alilofanya. Wakati huu wa kufunga Waislamu wanapaswa kuzingatia nini? Wakati huu wa kufunga Waislamu wanapaswa kuzingatia, kwanza ni kujenga undugu baina yao, na undugu pia baina ya ndugu zao, majirani zao, hata kama watakuwa si Waislamu, kwa sababu sisi katika Uislamu tumezungumziwa sana juu ya ujirani. Tazame mwenzako, jirani yako, hata kama atakuwa si Muislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimzungumzia jirani mpaka watu wakadhani kuwa huenda ikawa jirani atakuwa na mirathi. Kwa hiyo katika kipindi hiki ni watu kuishi vyema wao kwa wao, kuishi vyema na majirani zao, kuishi vyema na wazazi wao, kuhakikisha hata kama kulikuwa na mafundo walikuwa nayo baina yao, basi yaondoke katika kipindi hiki, ili tuweze kuupata huo ucha Mungu tuliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kula pamoja kwanza kunaleta mapenzi baina yenu, kule kushikamana, mkawa ni mkono kwa mkono mnakula, kunaleta mapenzi. Na hii imepelekea mpaka kiongozi wetu ameona kuna umuhimu wa kukaa pamoja, yeye pamoja na sisi, ili tuweze kutengeneza mapenzi baina yetu. Sisi tumeelezwa katika imani yetu kuwa kuna udugu wa namna tatu. Kuna udugu wa asili, kuna udugu wa iman, alafu kuna udugu wa nasaba. Ndugu yetu ambaye ametangulia mbele haki sasa ni ndugu yetu kwa asili, kwa sababu tumetokana sisi sote na Adam na Hawa, na kwa jambo hili tulikuwa tunahusiana sote sasa wanadamu kuwa maisha katika huu ulimwengu ni ya kupita, na tunapoishi basi tufanye maandalizi ya kuwa wakati wote tunaondoka katika ardhi hii. Nini neno lako kwa Roma kwa hiki? Sisi Waislamu pale mwenzetu anapokuwa ameondoka katika maisha ya dunia, tumehusiwa sana kuwa na subira, lakini umma wote pia unapaswa kuwa na subira pale anapotokea majanga. Mwenzetu ameondoka katika ardhi hii, basi sisi wakati wetu ni kusubiri na kuyaenzi yale mazuri ambayo aliyafanya wakati wa uhai wake. Alikuwa anadumisha mahusiano kiasi gani dhidi ya madhehebu mengine? Nchi yetu imetengenezwa kwa namna hiyo toka imeasisiwa. Nchi hii imetengenezwa kuwa watu wote ndani ya nchi hii wanakuwa na umoja wa kitaifa, tukiacha dini zetu. Kwa hiyo unapomwona kiongozi wa dini anaposimama, ni lazima kwanza atahubiri namna ya taifa letu na umoja wa taifa letu. Alikuwa kiongozi ambaye anajenga umoja wa taifa kama walivyo viongozi wengine wa dini nyingine.